Imekuwa ni siku ya heshima kubwa, siku ya furaha. Usiku huu wa leo ni usiku wa kihistoria wa klabu yetu, tukiwa tunajiandaa kwa ajili ya msimu wa 26-27, msimu huu ambao Young Africans imefanya maandalizi yake, kusajili wachezaji wazuri, kuleta benchi la ufundi zuri, na katika mwendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita the GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wanayanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa A-class wanaotoka Afrika na kukubali kuja kucheza kwenye timu yetu. Safari ya kujenga jina na heshima ya klabu yetu limeanza muda mrefu sana, lakini sasa tumeanza kuelekea kwenye hatamu ya kuweza kuvutia wachezaji wakubwa barani Afrika. Kumwona Peter Shalulile akija kucheza kwenye klabu ya Young Africans sio tu heshima kwa Young Africans, lakini heshima kwa mpira wa Tanzania. Wote tunafahamu heshima aliyoijenga Peter Shalulile akiwa na vilabu mbalimbali barani Afrika, lakini tunamzungumza Peter Shalulile ambaye anatoka kwenye klabu ya Mamelodi Sundowns, ambaye ni mabingwa wa Afrika katika msimu huu uliokwisha. Nafasi yake kuja kucheza kwenye klabu ya Young Africans na maamuzi aliyochukua hayakuja bahati mbaya, yalikuja kwa sababu Young Africans ina mradi ambao unaheshimika na mradi ambao umeweza kumvutia mpaka ameamua kuja kucheza klabu ya Young Africans. Heshima hii sio tu kwa ajili ya Tanzania, heshima hii ni kwetu sisi wanayanga, lakini pia taifa kwa ujumla. Wote tunafahamu jitihada kubwa za serikali pia kuweza kuwekeza kwenye miundombinu, na sasa viwanja vinajengwa, tunakwenda kuwa na AFCON. Kitendo cha yeye kuja Tanzania kinatupa heshima wa Tanzania nje ya mipaka ya nchi yetu, na kusema taifa letu sasa linaheshimika kwenye football. Heshima hii ambayo mnaiona inajengwa na uwepo wa wadhamini wetu kwenye klabu ya Young Africans. Tuwashukuru sana wadhamini wetu wote, tukianza na SportPesa ambaye ni mdhamini mkuu, lakini nichukue fursa hii pia kumshukuru sana Ghalib Said Mohamed kupitia kampuni yake ya GSM kwa kuweza kufanikisha usajili wa mchezaji huyu Peter Shalulile. Natamani muelewe ya kwamba sifa kubwa aliyokuwa nayo Peter Shalulile katika bara la Afrika tunaweza tukaizungumza usiku kucha hapa. He is the all-time top scorer wa ligi kuu ya South Africa PSL. Mchezaji kama huyo akiwa kwenye kilele cha mafanikio yake anakuja kuvaa jezi ya wananchi katika msimu ujao. Hii ni heshima kubwa kwetu wananchi. Peter, this club, Young Africans, the oldest football club in the country, the club that was established in 1935 with 91 years of age, and this is the clubhouse that was built in 1970s. In terms of success, you have chosen the right club. We're the most successful football club, 32 league trophies, and forget about the other tournaments, we're on top of everything. And the second one is sitting at 22. So there's a gap of 10 trophies on top of number 2. Next season, we have the biggest obligation, number 1, to retain our trophies, and it's going to be the record for the 6th time winning this. And I'm sure you have done it with Sundowns. You have done so many times, winning I think 7 trophies in a row. So we're going to win the 6th one next season, and you will be part of this flag, carrying the flag of Young Africans. But moreover, we want also to do well in the Champions League. And you become the champions. You have the recent trophy and the medal of CAF Champions League. And we want you also to bring the medal of CAF Champions League to this club of Young Africans.
we need to stay together. Doesn't mean only on the pitch, but even the supporters. We need to love one another. And I don't know whether this is the right platform. And I don't know whether this is the right platform, but I will take this honor to thank the chairman. You know, it has not been easy, you know, amongst all the clubs around Africa, you know, calling me and all that, but I chose the big club, and this is the club of heroes. And I believe that this year and next year is going to be an exciting season for us. And I pray what I carry, I bring it onto my teammates and onto the chairman and onto everyone here, and we will celebrate together with many more trophies. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Tusikilizane kidogo. Amezungumza Peter Shalulile mbele yenu, na inawezekana kuna ambao wameshangilia. Tumeshacheza sana nyimbo ambazo hatujui maana yake, lakini zilikuwa zinachezeka. Sasa si vizuri tukaondoka hapa tukawa hatujui kitu ambacho Peter hata kwa muktasari amekizungumza. Kwa ufupi sana, kwa faida ya wote. Peter kwanza amemshukuru Rais Engineer Hersi kwa hii nafasi, lakini pia amepongeza nishati yenu mliokuwa nayo, kwa maana mapokezi ambayo mmempa mkiwa hapa, anaamini ni kitu kikubwa. Mbali na klabu zote ama nyingi Afrika ambazo zimeonyesha nia ya kumtaka, lakini amechagua klabu kubwa kwa maana ya Young Africans. Na anaamini kwamba hii ni kazi, ni teamwork, kwa maana ni kitu ambacho hakimhitaji yeye peke yake kufanikisha malengo ya club, kinahitaji wachezaji wenzake, uongozi, na hata nishati yenu mashabiki wa Young Africans inahitajika sana. Kwa support yenu ni muhimu sana uwanjani na kwingineko, ili kuipa nguvu club na yeye mwenyewe kwa ajili ya kufanikisha malengo ya club. Kwa hiyo kwa muktasari, hicho ndo ambacho amekizungumza Peter Shalulile. Kwa hiyo kama ambavyo alitoa mwongozo meneja habari na mawasiliano ya Young Africans Alikamwe kuhusiana na jinsi utaratibu utakavyokuwa, tutakuwa na session ya maswali, lakini kabla ya kuruhusu media kuendelea na hiyo session ya maswali, tutakuwa na session fupi hapa ya maswali kwa tu Azam, lakini baadaye tutaruhusu maswali. Na pengine niseme tu kwamba baada ya kumaliza hii session fupi ya maswali kati ya Azam na Peter, tutaruhusu maswali, lakini usijisikie vibaya kuuliza swali lako kwa Kiswahili. Sisi tutamuelewesha Peter, atakujibu na tutaeleza nini ambacho Peter amekizungumza. So Peter, first of all, again, welcome to Young Africans, but welcome to the country that has